Na mwembo kunasikiza ni Baraka One TV, ikiwa ni majira ya saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga ambaye nimekurushia haya matangazo. Kipindi ni Baraka 16. Na kama jinsi unavyojua kupitia Baraka 16 tunakuwa tunakuletea mambo muhimu. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo tutayazungumzia ni kutokana na mauaji ambayo yamefanyika Beni, chef-lieu provisoire ya province ya Nord Kivu, ambako imekumbana na hasara kubwa kutoka kwa magaidi wa ADF NALU, huku serikali ikitoa idadi ya watu wasiopungua 13 kuwa wamepoteza maisha. Vile tutazungumzia kuhusiana na Kivu ya Kaskazini huko ambako mapigano ya moto yamesikika kati ya M23 na FARDC, huku akiwa pamoja na wazalendo na maeneo kaza wa kaza ambayo yamefanikiwa kuingia kwa mikono ya wazalendo. Na huko tarafani Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, wazalendo na magaidi wa M23 mpigana maeneo ya Luhashi Burora, huku hasara ikiwa inaelekea tu kwa upande wa magaidi wa M23. Karibuni sana na tungane wote kwa pamoja. Na mauaji ambayo yamefanyika pia Mombasa tutazungumzia haya mauaji ya Beni ambayo imechukua maisha ya Zanzu Mangese. Zanzu Mangese ni pigme, ni msanii mchekeshaji na ameshiriki kwenye michezo mbalimbali, mashindano mbalimbali ya sanaa. Amefika mpaka Kishasa kama unavyomuona. So alikuwa ni mchekeshaji maarufu sana Beni na Kivu ya Kaskazini, pia Kivu tuseme mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa anajulikana, ndio alikuwa le seul pigme artist mwenye alikuwa iko na impact, na hivyo alikuwa ni kivutio cha watu walio wengi sana. So ameuliwa yeye, mama yake pamoja na babake. Unaona ni hasara kubwa ambayo magaidi wa ADF wameweza kupatia. Lakini katika hii story ya kuuliwa kwa Mangese, vijana wameweza kuamka na kutoa maneno shtuma kubwa kwamba kambi ya FARDC haiko mbali na hapa. Na alafu kuna kitu kimoja nafikiri ni muhimu, kama nitaitafuta nikipata na naweza kuicheza, ni kwamba kulikamatwa gaidi mmoja wa ADF. Yule gaidi akawaambia kwamba mipango yenye tuko nayo ni kuatake Muisemene. Sawa? Mipango tuko nayo ni kuatake Muisemene Beni. Sasa Beni fasi gani? Akusema Beni fasi gani, lakini amesema kwamba wako na jiprepare kuatake Beni. C'était le mercredi. Yeye gaidi alikuwa anasema ki watatake mercredi. Baadaye waka delay wakashindwa kuweka madisposition juu ya kusekirize mwingine. Kilitokea sasa ndo hiki hapa kinakuja kutokea. So tunajua kwamba magaidi ADF sio wengi. Tunashindwa comprendre kama serikali iko nashindwa kuchukua madisposition ya kumalizana kabisa na ugaidi. Sio wengi ADF. Jamani, ADF hayako wengi, lakini maafa yenye wako wanafanya, watu ambao ADF washaua ni maelfu ya watu. Watu wenyewe ni wachache mno. Wengine wamekamata wa Bazwele, wamekamata magaidi wengine wa ADF NALU Bazwele, kwa sababu mkoa wa Bazwele, Otuwele ni mikoa ambayo Ituri, Beni zipo katika zile purukushani za kugawana mipaka, na hivyo ni rahisi sana kwa magaidi wa ADF wakisikia moto na kuwa mwingi Mambasa, Jugu, Irumu, wanakimbilia Otuwele. Sawa? Kule Otuwele nako pia ndo kuko wakina Mbororo wenye walitokea wapi? Sudan. So hivi vyote ni vitu ambavyo serikali inatakiwa kuweza kushughulikia kwa mapema mno ili kumalizana na haya matatizo ambayo yako yanapitia. Na mambo mengine pia tutazungumzia hapa tu kupitia Baraka One TV. Lakini kukumbushe kwamba jamani, endelea kufuatilia matangazo yetu kupitia B1 TV kwa kulike na kusubscribe Baraka One TV. Unapo like na unapo subscribe, ukijiabone, make sure kwamba unagusa hiyo alama ya kengele. Ukigusa alama ya kengele itakufanya uweze kupata matangazo yetu kwa ukaribu mno, na hivyo utakuwa kuwa pamoja na Baraka One TV siku zote. Na vile vile pia
usikose kutembelea Mwangaza TV na kwenyewe utakutana na mengine matukio mengi yote ambayo yako yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So karibuni sana na tuungane wote kwa pamoja. Kabla hatujagusia swala la Uvira, Fizi, pretandi kifo cha mzee William Amuli ya Kutumba, tuzungumze kwanza hali yenye inafanyika huko maeneo ya Beni. Beni makao makuu ya tarafa ya jimbo la Kivu ya Kusini, Kompito, ambako makao makuu ndani ya jiji la Beni, ambako sasa hivi kuna serikali ya mpito baada ya kuweza kutimuliwa Goma na magaidi wa M23. Tumeweza kushuhudia mauaji ya kigaidi ya ADF, Allied Democratic Force, usiku wa Samedi kuamkia Jumapili tarehe 30 Mei 2026 ndani ya quartier inaitwa Ngadi. Ona, idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mkia usiku huo wa Samedi kwa mkia Dimanche ilikuwa nafika mpaka watu 6. Mpaka 7 hivi watu ambao walipoteza maisha, lakini baadaye imekuja kuongezeka baada ya wengine majeraha ambao walipelekwa hospitali baada ya kuweza kufanywa matibabu. Idadi ikaongezeka na kufikia hadi watu zaidi ya 13. Nazungumzia kulingana na Mark Elongo, msemaji wa serikali ya kijeshi hapo jijini Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini, tarafani Beni vile vile. Na wote waliouliwa huko ni watu wa jamii ya Pigme. Ba Pigme ndo ba autochtone ya kwanza, ndo ba vrai congolais, ndo wenye wako na identite ya Kongo, ndo ba premier okipa ya Kongo. Miongoni mwa hawa kuna msanii Nzunzu Mangese ambaye kama unavyomuona aliuliwa yeye pamoja na jamii yake yote, yeye na familia yake yote, baba, mama na yeye. So imekuwa ni kitu cha kusikitisha sana. Burgomestre wa komine ya Rwenzori ameweza kusema kwamba vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliweza pia kupoteza watu kadhaa kwenye mapigano na kujaribu kuwalinda raia, pia kuwafukuza au magaidi wa ADF ambao walivamia katika hayo maeneo quartier Ngabi ndani ya mji wa Beni. Ushuhuda unasema kwamba watu wengine walikuwa wanakamatwa na magaidi hao wa ADF na kupeleka porini, baadaye wanawaulia huko porini. Ikabidi wananchi ndio wameweza kujikusanya na kuanza kwenda maporini ili kukamata maiti na kuzifunga kwenye masaki, baadaye kuja nazo ndani ya mji wa Beni. Shambulizi hilo la magaidi wa ADF limeweza kuamsha tena zile purukushani, maana ni miezi kadhaa hivyo watu walikuwa wamesahau hayo mauaji, lakini pia imeweza tena kuleta hali ya sintofahamu na kusababisha watu waweze kupoteza maisha na kuendelea kuilaumu serikali. Hapo nataka nizungumze kitu kimoja na wadau wote ambao wako natusikiliza kuanzia Beni na sehemu zingine. Ni wakati ambao vijana wanatakiwa waweze kuamka, wajilindie usalama wao wenyewe. Beni, sungusungu lazima wasimame, walala rondo lazima wawepo. Unaona, kuna wakati mtu mmoja ashawahi kuzungumza juu ya hivi kwamba vijana wa Beni, vijana wa Ituri mnalala sana, vijana wa Kivu ya Kaskazini mnalala sana. Unaona hiyo insecurity ya kina ADF. ADF basi ni wanani?
ADF ni nani? Si ni watu wachache tu ambao wako wana collaborate na hao ambao tu tunaona kwamba ni watu ambao wako wanatulinda. Sasa sisi ndo tunatakiwa kusimama kujipigania sisi wenyewe, tuorganize mavikundi vya vijana vya sungusungu kwa ajili ya kulinda usalama wetu wenyewe. Tukingoja serikali ndo ije itufanyie, itakuta tushaisha. Mara mingi niko naambia vijana wa maeneo ya kaskazini hivi, kama leo tunafikia hii yote, sisi jeunesse tunakuwa manipile vibaya mno. Si jeunesse tuko ba ovyo sana, tuko tunakurire derrière ba politicien, tunasahau maana halisi ya sisi vijana ni nini. Tuko sanse kukaa kujiproteger sisi wenyewe, si ndo jeunesse. Inchi ni ya kwetu sisi, so hatuwezi kurire derrière ba politicien, mais par contre il faut tutengeneze ma structure ambazo ziko za ba citoyen juu ya protection ya mungini yetu. Okay, FRDC iko pale iko na sekirize, me utajua kama ule mwenye iko na kusekirize ndo mwenye iko na collaborate na adui. Aya, angalia hapa, inasemekana kwamba kwenye quartier Ngabi ambako kuko ba pigme, kwenye baliuliwa ba pigme, barabara tu upande wa pili kuko kambi ya ba FRDC. Unaona? Kuna kambi ya ba FRDC, koma ngambo ya pili kambi ya ba FRDC, ngambo nyingine kwa raia, kisha raia waje waingiliwe, wauliwe. Kwenye kuko kunaliwa watu na mapanga na risasi, lazima mtasikia nini kilifanyika. Na iko nakuwa haitu mpaka ADF atoke mpori afike mumungini, wajinstale munyumba moya, waweke masila zao mule munyumba moja, kama insemene wako naangalia movement waje wapose act. Wako nakuwa wapi? Vyombo vya ulinzi na usalama vile vinakuwa wapi? Unaona, niambie kitu kimoja. Adui hawezi toka tu kwamba atoke kwa mfano porini usiku ashuke usiku ashuke na afanye operation usiku na arudie. Uongo. Wako wanakuja wanakaa kwanza mwingine hata mois. Si huyu mmoja mwalikamata walisema akosi kama ni 3 mois hivi iko naangalia makambi za FRDC ziko wapi, iko nachunguza kwenye FRDC wanapatikana. Wako pale, wako hapa. Wanatoa taarifa, wanafanya masurvey zao, kisha wanasema tukija tunapita huku, na wako wanakuja kabisa, wanajinstall munyumba fulani, wanaweka silaha zao mle ndani, wanakaa wanachunguza. Siku ya action ndio wamoja sasa wanashuka. Kwa mfano leo usiku, kama action itakuwa ni usiku wa kesho, wanashuka leo, wanalala mchana wote hawatatoka, washapanga usiku, wana realize operation na hiyo usiku wana disparate. Sasa vyombo vya ulinzi na usalama viko vinakuwa wapi? Hilo ndo swala lenye sisi tu tunajiuliza. Wako wanakuwa wapi? Wako wanachunga nini hadi nafikia kwa hii hatua kama hii? Donc inaonekana kuna jambo hapa lenye liko aliendeki katikati, huko watu tu ambao wako wana collaborate nao hapa katikati. So hiyo ndo habari ziko huko maeneo ya Kivu ya kaskazini ndani ya mji wa Beni. Taarifa zingine ni Kivu huko ya kaskazini ambako mapigano ya moto yamesikika, FRDC wazalendo dhidi ya RDF AFC M23, na hivyo kuweza kuwapelekea moto mpaka kukimbia na kuacha baadhi ya silaha zao. Vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameweza kuwafanyia mbaya magaidi wa M23 baada ya kichapo huko mkoani Kivu ya kaskazini, wakati mapigano huku kikao cha 91 cha mawaziri kikiwa kiko kinaendelea na kuweza kuleta taarifa kamili kupitia wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya mitandao ambako Auguste Kibasa Maliba huyo mambo bado kingali tu gouverneur na ni ministre ministre wa numerique mzee wa rame ambao walikula pesa za rame. Serikali imeweza kuleta ushirikiano mkubwa ili kuweza kuimarisha masuala ya ulinzi kupitia mitandao. So kazi hiyo imefanyika pia kwenye uwanja wa vita. FARDC waliweza kuwatia hasara M23 huko wakiwa wako na wazalendo,
na hivyo M23 kuweza kuacha silaha nyingi baada ya kipigo ambacho walikipata maeneo mbalimbali. Kwenye uwanja wa mapigano nguvu bado iko inatumika, huku FRDC wakiweza kuconsolide sehemu zao na kutokuruhusu kabisa M23 kuzidi kusonga mbele, kwa sababu kazi wako wanafanya iko vizuri. Tuanze kwa upande wa province ya Nord Kivu pamoja na Sud Kivu, kwamba kwa ngambo ya Masisi pamoja na Walikale FRDC bado wanaendelea kudhibiti na kuendelea kulinda maeneo yao, ikiwa vile pamoja na Rubaya. Kutokana na vipigo ambavyo viko vinaendelea, adui ameweza kuacha silaha nyingi na kuweza kukimbia. Heshima kubwa inaenda kwa FRDC. Tukibaki huko tarafani Masisi, wazalendo wameweza kuonesha tena umahiri maeneo ya Luashi Burora baada ya kufanya ambacho kinaeleweka dhidi ya magaidi wa M23. Kuanzia tarehe 31 za mwezi wa 5 2026, magaidi wa M23 walikutanana na mkono wa chuma katika upande wa Luashi Burora ndani ya tarafa ya Masisi huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Taarifa kamili zinasema kutoka kwenye uwanja wa vita, wazalendo waliweza kuzishambulia usiku wa kuamkia kambi za magaidi wa M23 katika upande huo, ikiwa ni saa 4 kutokea saa 4 za usiku, na hivyo silaha nzito nyepesi kusikika maeneo hayo na kufanya kama kawaida raia kutafuta sehemu ambako watakimbilia ili kupisha kwanza upepo ambao huko unaendelea. Mapigano hayo yasababisha traffic ama uchukuzi, usafiri ndani ya Masisi Centre pamoja na Nyabiondo kuweza kuwa na wasiwasi, huko maeneo ya Bukombo pamoja na Kisima. Hali ya wananchi kujitafutia makazi sehemu ambako watatuliza kwanza mioyo kutokana na milio ya risasi. Waliweza kukimbilia wamoja maeneo ya Nyabiondo ili kupata kwanza hifadhi kidogo. Mapigano hayo ambayo yaliendelea mpaka kufika siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili, ambako wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipambana na M23 wakiwa wanapigania kudhibiti hayo maeneo yote, huku ikiwa ni vuta ni kuvute. Kutokana na takwimu mpaka sasa hivi, hayo mapigano yaliyofanyika huko Masisi hayajatoa ripoti kamili kati ya FRDC wazalendo dhidi ya M23. Nani amechukua wapi na nani ameenda wapi? Mache imetoka sare, huyu amebaki upande huu na huyu pia amebaki upande huu. Hayo ni mambo ambayo tulikuwa tuko nayo huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Tushuke Kivu ya Kusini, ambako tumesikiza taarifa mbalimbali kutoka Baraka1 TV. Nazungumzia kuhusiana na kifo cha mzee William Mamuli Yakutumba, ambako tulizungumza na mtu wa karibu kabisa na mzee William Mamuli Yakutumba. Jamani, sisi hatujapata muda wa kwenda 0.0 kama mnavyojua, Kalingi tungali na shughuli nyingi za kufanya mvile ya Uvira na pia mu province tuseme mu territory ya Uvira, tungali na ziara nyingi mu territory ya Uvira. Territory ya Fizi tutaenda baadaye. Tukiingia Minembwe tunaenda territory ya Fizi. Unaona so tungali kwanza tunashughulikia huku, baadaye tutaenda kule, lakini hii haiwezi kuzuia kukupa taarifa ambazo ziko zinaendelea kule, kwa sababu tuko kule, waandishi wetu wapo kule na wako kabisa ndani ya click ya mzee William Mamuli Yakutumba. Unajua ni mzee wetu wa karibu sana na tuko naye. Taarifa za kule zinasema, kwanza nilipata mimi nikazipuzia. Unajua ukisoma taarifa kupage za kina Steve Wembi, za kina Estache na wengine ambao ni wa communicateur wa M23, inakuwa itakushanganya bure. Pia nikapokea simu ya dadangu da Asha
kutoka USA ananiuliza, mzee wangu Asuma, habari ziko vipi? Roho inatuuma, tunasikia mzee epembwe mzee yule mamuli ya kutumba awa tounga niwe Banyarwanda bayakaewe niwe apata drone yapikewe bile na bile. Wengine wanasema kwamba amepata majeraha, yuko Bujumbura. No, mzee yupo, ya kutumba yupo, na nafikiri kitu kimoja kenye tuwe tunaprepare watu. Jamani, ya kutumba ni soda. Ili kwanza tuwe tunalijua ya kutumba ni soda, na haiko Mungu wala haiko malaika. Ni mwanadamu kama mimi na wewe. Iko na damu na risasi siku zote iko pale kwa ajili ya vita. Na mwanajeshi akiwa vitani, anaendaga vitani, hata asipoenda vitani anapenda kujiunga tu na jeshi. Kiapo yake ya kwanza ni kwamba niko tayari kufa kwa ajili ya kutetea nchi na wananchi na mali zao. Hilo ndo jambo la kwanza ambalo mwanajeshi anakuwa anakula kiapo mbele ya bendera. Kwa hiyo niko nasema hivi kwa nini? Niko nataka prepare watu kisaikolojia kwamba mtu anapokufa anakuwa anatimiza majukumu yake, na ni vizuri sana mwanajeshi afie vitani kuliko kufia mukabare. Alifia swate mu accident barabara, swate mu naufrage mu mai no swate mu crash yavyo. No, soda akifia hiyo maeneo anakuwaga hana honere, lakini akifia kwenye uwanja wa vita anakuwa iko na honere kubwa. Unaona hapo kuko baadhi ya wazalendo wenye walifia kwa makamba za barabara mzalendo huko mkamba barabara, ushalewa vitu gani, vurugu. Wengine walifia mashambre za hotel, wengine walifia mumanganda bazalendo, hata kamata ba FARDC wengine hivyo hivyo. So unakuwa hauna honere, lakini saa unafia mu champ de bataille unakuwa unazikwa na honere. Kwa hiyo kama tutasikia tunatangaziwa kwamba mzee William Amuri ya Kutumba amekufa, hatuko naye tena, tusilie. Badala yake tuseme kwamba safari yake imeenea na amefanya wajibu wake, amefanya kazi yake jinsi inavyostahili, kwa sababu kila kitu kiko na wakati wake. Lakini tukianza kulia na tunashindwa kujipositione mzuri, tutaacha ile pengo yake ikose ibaki wazi na tuweze kuingiliwa na adui. Sijui kama niko naeleweka hapo. Niko nataka kuzungumza nini? Nataka kusema kwamba taarifa ambayo inaweza kuja ya kifo cha mzee William Amuri, sababu siku moja atakufa tu. Atakufa. Unaona? Siku moja atakufa. Sasa taarifa zake za kifo chake isitufanye sisi tushindwe kuendelea, ambao tunabakia kuendelea kutimiza ile ndoto yenye yeye alikuwa iko nayo. Kwa hiyo lazima yale maoni yake sisi wengine tuyabebe na tufikie pale kwenye yeye akufika, sisi tufikishe pale. Lakini mpaka sasa hivi yuko salama. Unaona? Mpaka sasa hivi yuko salama, yuko mzima. Mmesikiza habari zetu za moto za asubuhi, tumeongea na mtu wa karibu kabisa ambaye toka nitoke iko hapa, mimi niko hapa. Yuko salama salimini na hakuna tatizo, hakuna changamoto hata kidogo. Hata unywele wake haujaguswa na risasi, hata moshi ya drone haijapigwa kusaa metri kwenye yeye iko. Kwa hiyo ondoeni mashaka wananchi, ndugu zetu, jamaa na marafiki, ondoeni mashaka, mzee William Amuri ya Kutumba yuko salama salimini, na harakati za kuendelea kumpiga adui bado zinaendelea. So hizo ni mambo ambayo nilitaka niweze kuyaweka clear, niweke wazi hapa. Na hili swala la maentrepo la magari za M23 kisi watu wako wanasema, tushalizungumzia. Licha ya logike ziko mingi, watu wengine wanatoa logike zao nyingi, lakini limezunguzika na magari yamefanyiwa uchunguzi
na imeonekana kwamba there is nothing inside, ni biashara tu. Kwa hiyo asante sana, tushie hapa, tukutane majira ya saa 9 kwenye kipindi cha habari na maelezo. Tukutana na mambo mengi sana. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba mzee wa Ngwasuma. Bye bye.